Mpendwa mtazamaji, ni Pasaka ya Bwana. Karibu tuweze kusikiliza Injili katika Jumapili ya Pasaka. Injili inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya 9. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akamwambia, "Wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka." Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi. Akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwako kichwani pake. Haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini. Akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Injili ambayo tumesikia inazungumza juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka, na ni kweli. Tunaimba haleluya, haleluya. Wainjili wote wanne katika Agano Jipya wanathibitisha juu ya habari njema ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na habari ya Pasaka, ambayo ndio sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ilianza tokea Agano la Kale. Pasaka imetokana na neno la Kiingereza Pasco, na Waingereza hawa walichukua neno hili kutoka kwa Wagiriki, ambao Wagiriki walisema Pascha, na Wagiriki wao wenyewe pia walichukua neno hilo kutoka kwa Waibrania, ambao ndio Waisraeli, katika lugha ya Kiebrania ambayo ni Pesa. Maana yake kupita juu au pass over. Wakikumbuka kwanza tukio ambalo Wayahudi walipokuwa katika nchi ya Misri wakiwa ni watumwa, wametumika huko Misri zaidi ya miaka 400. Mwenyezi Mungu akakumbuka mateso yao, akamtuma Musa aende akawakomboe kutoka katika huo utumwa. Ili kuweza kukombolewa katika huo utumwa, Mwenyezi Mungu alitoa mapigo 10 kwa Wamisri waweze kuwaachia wana wa Israeli waende katika nchi yao, lakini hawakufanya hivyo. Ndipo Mwenyezi Mungu akaruhusu pigo la mwisho kwa Wamisri. Pigo hilo ilikuwa ni hivi: Mwenyezi Mungu alimtuma malaika wake apite katika kila nyumba ambayo ilikuwepo katika ile nchi ya Misri, na Mwenyezi Mungu kuweza kuwaokoa wana wa Israeli, alimwagiza Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli wachukue mnyama
ambaye ni kondoo au mbuzi mume wa mwaka mmoja, wamchinje na wachukue damu ya yule kondoo wapake katika miimo ya milango yao. Malaika wa kifo alivyokuwa anapita kupiga na kumuua kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu na wa mnyama katika nchi ile ya Misri, alipoona damu katika miimo ya milango ya Waisraeli, hakuingia katika nyumba hizo, bali zile nyumba ambazo zilikuwa hazina damu ya yule mwana kondoo, malaika huyu wa Bwana aliingia akawachinja wazaliwa wa kwanza. Ndipo Farao na Wamisri, baada ya kupata pigo hilo kubwa la kufiwa kwa wazaliwa wa kwanza, hadi Farao manake kijana wake mrithi mzaliwa wa kwanza alichinjwa na malaika, akawaruhusu wana wa Israeli kwamba watoke waende katika nchi ile. Sasa kitendo cha malaika alivyokuwa anapita juu ya nyumba zile za Waisraeli, wakasema ni Passover, manake malaika anapita. Kwa hiyo ni kupita, alikuwa anapita malaika anawachinja wale wazaliwa, na wao wakaokolewa kwa kutumia damu ya yule mwana kondoo. Hiyo ndio Pasaka ambapo wana wa Israeli waliisherekea na wanaikumbuka hadi leo, kwamba Mwenyezi Mungu aliwatoa katika utumwa wa Misri kwa malaika kupita juu ya nyumba zao, na baadaye vifo vilivyowakuta hawa wa Misri wakawaruhusu watoke katika ile nchi ya Misri chini ya uongozi wa Musa, wakafika katika ile nchi ambayo imejaa maziwa na asali. Sasa tendo hili la Pasaka katika Agano Jipya limepewa jina kwamba ni fumbo. Kwa nini ni fumbo? Fumbo mara nyingi katika kanisa linazungumza juu ya imani, na imani lazima kuamini. Tunaamini kitu gani? Tunaamini kwamba mpango wa Mwenyezi Mungu wa kuweza kumkomboa mwanadamu ambaye katika Agano la Kale alianguka katika dhambi. Wazazi wetu Adam na Eva walitenda dhambi, tukaanguka, ubinadamu wote ukaanguka, wakarithi mauti. Mwenyezi Mungu aliahidi kuleta mkombozi, kuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Sasa mpango huo wa Mwenyezi Mungu wa kuja kumleta mkombozi ambaye atakuja kuikomboa dunia nzima inafanana sana na ule mpango wa Mwenyezi Mungu kuweza kuwakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa kule Misri. Kule walikombolewa kama taifa kutoka kwa Farao, lakini katika mpango wa kuweza kuikomboa dunia nzima kutoka katika mikono ya huyu mwovu Shetani, Mwenyezi Mungu anakuja kuikomboa dunia nzima. Katika Agano la Kale, wana wa Israeli walimchinja mwana kondoo, wakapaka damu katika miimo ya milango yao, na ndipo kifo kikatokea kwa Wamisri. Katika Agano Jipya, Mwenyezi Mungu yeye anamleta mwanaye. Ndio maana Yohane alipokuwa anabatiza watu alisema, tazameni mwana kondoo wa Mungu, ndiye anayezichukua dhambi za ulimwengu. Wakati watu wengine walimuona kwamba ni kijana Yesu mwenye umri wa miaka 30, kijana tu, jicho la Yohana lilimuona ni mwana kondoo anakuja kuchukua dhambi za ulimwengu, manake anachinjwa. Na ndivyo ilivyotokea. Siku ya Ijumaa kuhani mkuu akathibitisha kwamba huyu ni mwana kondoo safi asiyekuwa na hila. Vilevile pia Pilato mwenyewe akathibitisha kwamba Yesu hana hila, maana yake ni mwana kondoo wa Mungu ambaye anastahili kuweza kumwaga damu yake kwa ajili ya dunia nzima. Akamwaga damu yake, akachinjwa pale msalabani, akamwaga damu yake.
damu yake hii aliyoimwaga sasa ndio imeingia katika lile fumbo la ukombozi wa dunia nzima, kwamba tumekombolewa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Fumbo lenyewe linakuweje? Kwamba Mwenyezi Mungu katika mpango wa kuweza kukomboa huu ulimwengu alifanya mambo makuu manne ya kiimani. Ya kwanza, aliruhusu Bwana wetu Yesu Kristo aingie katika mateso yake na akasulubiwa. Ya pili, aliruhusu kifo cha mwanaye mpendwa ambaye alisema huyu ni mwanangu mpendwa. Kwa ajili ya kuweza kukomboa ulimwengu akaruhusu mwanaye afe, badala ya sisi kuweza kufa kwa sababu ya dhambi tulizokuwa tumezirithi. Basi Yesu Kristo akafa yeye pale msalabani, na baadaye sasa kifo kwamba hakina nguvu tena, amefufuka. Ndio katika Injili ambayo tumeisikia, na baadaye namba 4 atapaa, ataenda mbinguni kwa Baba yake, ambako ndiko huko tutaweza kuungana na yeye. Katika imani yetu hilo ni fumbo la ukombozi wetu, yaani Yesu Kristo kwa kumwaga damu yake ametukomboa, ametutoa katika utumwa wa dhambi. Na jambo lenyewe la kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo linakuja katika hiki ambacho tumekisikia, na kile ambacho pia mwinjili Luka sura ile ya 24 aya ya kwanza mpaka ya 12 anazungumza kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Na mwinjili Mathayo sura ya 28 aya ya kwanza mpaka ya 10 anazungumza Mathayo kwamba siku ya kwanza ya juma Yesu Kristo amefufuka. Vile vile pia Marko sura ya 16 aya ya kwanza mpaka ya 8 anazungumza Marko kwamba baada ya sabato kuisha siku ya kwanza ya juma, akina mama ambao anawataja majina yao, Maria Magdalena na Maria Salome na wanawake wengine, walienda wakanunua manukato ili waende wakaupake mwili wa Yesu, kwa sababu Yesu aliumizwa sana, na siku ile ya Ijumaa hakupata nafasi nzuri ya kuweza kuandaa mwili wake. Ilikuwa ni desturi ya kwenda kuupaka mwili ule mafuta. Kaburi ambalo Yesu alikuwa amezikwa lilikuwa ni kaburi ambalo alikuwa amelitoa mtu mmoja, alikuwa anaitwa Yusufu wa Arimatea. Yeye alikuwa ana uwezo katika ile jiji la Yerusalemu, akawa anamiliki bustani, na katika ile bustani yake alijenga humo kwenye mwamba, alijenga kaburi lake. Yaani mtindo wa kuweza kuwazika Waisraeli wanazikwa kwenye miamba. Unatengeneza mwamba na baadaye ule mwamba unaweka tundu dogo la kuweza kuingiza mwili. Akawa amejenga kaburi lake, akaona kwamba ile kaburi ambalo yeye alipaswa kuweza kuzikwa, Yesu aweze kuzikwa. Hivyo basi wakamzika, wakamwingiza Yesu kwenye lile kaburi la Yusufu wa Arimatea. Baada ya Yesu kuingizwa kule, wakaweka na jiwe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ule mwili unakuwa salama. Mwinjili Mathayo anazungumza kwamba waliweka na walinzi waweze kulinda lile kaburi. Yesu Kristo usiku wa kuamkia hiyo siku juma la kwanza, likatokea tetemeko kubwa la nchi. Wale walinzi wakakimbia, Yesu akafufuka. Akina mama hao wanapoenda kupaka mafuta, wakakuta pale jiwe ambalo lilikuwa limewekwa kwenye ile kaburi limetolewa. Wakawa na mashaka makubwa. Mwinjili Luka anazungumza, wakatokea malaika wawili na wakawaambia, kwa nini mnamtafuta huyu Yesu Kristo aliyefufuka kutoka wafu? Wakamwambia, amefufuka kama alivyokuwa anawaambia habari zake alipokuwa kule Galilaya. Nendeni mkawaambie mitume wake ambao walikuwa wamejifungia kwamba Yesu Kristo yu hai, amefufuka. Ndipo akina mama hao wakatoka, wakaenda moja kwa moja kwenda kuwapasha habari mitume wake. Na tumesikia katika Injili hii ya Yohane, ndipo Simoni Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alikuwa amempenda
anatoka mbio, wanakwenda kaburini, wanakuta pale kwamba Yesu Kristo hayumo kaburini. Wakakuta leso yake na vitambaa ambavyo walikuwa wamemfunga vimezongwa, viko pembeni, yeye hayupo, amefufuka. Wakaamini, wakarudi nyumbani. Jioni yake Yesu anakuja kuwatokea wale mitume, milango imefungwa. Anawaambia kwamba niko hai, nimefufuka, kama nilivyowaambia kwamba katika fumbo hili la ukombozi nitateseka, nitakufa na baadaye nitafufuka, niko hai. Na baadaye akawaambia kwamba nishikeni mimi, si kwamba ni mzuka. Wakamshika pale, ingawa alikuwepo mtu mmoja mbishi, Tomaso, akasema kwamba yeye haamini. Yesu pia akaja akamwambia Tomaso, wewe ni mbishi, ingiza sasa kidole chako katika ubavu wangu uone pale ambapo walinitoboa. Yesu Kristo akaendelea kuwatokea hadi wale mitume, wafuasi wake ambao walikuwa wanakwenda Emmaus, wamepotea, wamekata tamaa. Anawatokea kwamba mimi ni mzima. Habari hii ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema kwamba Yesu Kristo amefufuka, ni kweli. Haleluya, haleluya. Ina maana gani kwetu? Ni masimulizi yamebeba kitu gani kwetu? Masimulizi au habari hii njema ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo inatuonyesha mambo makubwa matatu. Ya kwanza, duniani hapa mwanadamu utapita katika nyakati za kushangiliwa sana, nyakati za sherehe, yaani kuingia Yerusalemu kwa kushangiliwa, siku ya Alhamisi Kuu, muda wa kula, muda wa kunywa. Utafurahia maisha. Kwa lazima uweze kufurahia maisha katika nyakati hizo, ingawa nyakati hizo haziwezi kudumu sana, huwa zinakuja nyakati mbaya. Ndio jambo la pili, nyakati za usaliti, nyakati za mateso. Ndio Ijumaa Kuu. Kuna kipindi utapita katika Ijumaa Kuu, utateseka, utaning'inizwa msalabani, utaachwa, utavuliwa nguo, marafiki zako watakukimbia, utakuwa ni mpweke, huna msaada mwingine wowote ule. Katika nyakati hizo ngumu za Ijumaa Kuu, mateso kwa mwanadamu sio kwamba ndio mwisho wa maisha. Ndio hilo Yesu anatufundisha. Tukimwelekea Baba yetu aliyetuleta hapa duniani, tukakabidhi maisha yetu kwake, kuna maisha baada ya Ijumaa Kuu. Ndio ufufuko, kwamba tunaishi katika maisha ya ufufuko. Mwili huu utateseka, mwili huu utapata magonjwa. Tukiunganika pamoja na Kristo aliyefufuka, tutapata mwili wa ufufuko, tutaenda kuishi naye mbinguni, tutakaa pamoja na yeye. Hivyo basi, vyovyote vile duniani hapa tunapita, tutaenda kuunganika na yeye mbinguni. Tutembee katika imani, tusibweteke katika dunia hii, tuishi maisha ya ufufuko. Tutoke katika makaburi, tutoke katika kila aina ya ubaya, tuishi maisha ya kuweza kuungana na yeye huko mbinguni, ambako tutaishi na yeye milele. Katika Pasaka hii akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.